Tumshangilie Bwana kwa kuwa kwa neema. Haleluya. Na shukuru Mungu kwa neema hii tena kusimama mbele zake na tupatie kibali, amepatia kibali. Hela wewe ndio unaweza kushinda majaribu na hatimaye unaweza kuja kwenye semina inayoendelea. Sema amen. Tunaendelea na nilikuwa tumeshia mahali fulani na msingi somo letu ni viwango vitatu vya kimahusiano kati ya Roho Mtakatifu na muamini. Na jana katika hilo somo tukajifunza Roho Mtakatifu ni nani, tukaona na kazi zake Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka tukasema kwamba ambaye anaomba tupewe hiyo ahadi ni Mungu mwenyewe, yaani Yesu Kristo. Wakati anasema naomba kwa Baba, haleluya, ili achilie ahadi yake, ili achilie Roho Mtakatifu kwenu. Na anawaambia kwamba mna huzuni nyingi kwa kuwa nimewaambia naondoka, lakini anawaambia inafaa sana mimi niondoke niende, ili nikienda huyo ambaye anakuja aweze kuja, kwani mimi nisipoondoka yule hawezi kuja. Nikawaambia ni kwa nini Roho Mtakatifu Yesu amemuinua sana kuliko yeye mwenyewe. Nikatoa ufafanuzi nikasema Mungu alijifunua kupitia uumbaji. Ndio maana Mwanzo 1:1 anasema hapo mwanzo Mungu. Neno Mungu pale ukiangalia ni Elohim, Mungu muumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu amefunuliwa, anasema yeye amekuja ili afe. Haleluya. Alitoa maneno pekee ili kila mwamini asifanyaje? Alitolewa ili afe kwa ajili yetu. Kimwona Yesu anadhihirisha kazi ya msalaba. Tukasema Roho Mtakatifu amekuja ili kudhihirisha nguvu zake kupitia mwanadamu. Haleluya. Maana yake Roho Mtakatifu yupo, lakini anataka kuduel, anataka kuwa ndani ya kila mtu ili audhihirishie ulimwengu matendo makubwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka maandiko yanasema ya kwamba ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume unaona ndio mwanzo kabisa wa utimilifu wa ahadi ambayo Yoeli aliona miaka mingi iliyopita, akasema itakuwa siku za mwisho Mungu atamwaga roho wake juu ya nini? Ya watu wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajaribu kuonyesha na ile kusoma Matendo ya Mitume sura ya 2 anaanza na baada ya pale tukaanza kuona matendo ya mitume. Nikasema kama ningekuwa ni mimi ndo naandika upya, ningeita kile kitabu ni Matendo ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini matendo ya mitume sikuona tena. Roho Mtakatifu alikuwa anatenda kupitia nani? Mitume. Kwa hivyo Roho Mtakatifu amekuja kujidhihirisha kupitia sisi, yaani mimi na wewe. Yesu amejidhihirisha kupitia kazi ya msalaba, na Mungu amejidhihirisha kupitia uumbaji. Tukaona kwamba kumbe mimi na wewe baada ya dhambi zetu Mungu ametuhamisha kutoka ufalme wa giza kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, yaani ulimwengu wa nuru. Tukapata wokovu. Mimi na wewe tumeokoka. Wokovu sio mwisho, bali ni njia kuelekea mwisho. Ambao wazako wokovu, mwambie wokovu sio mwisho, ni njia kuelekea mwisho. Tumekuwa na Wakristo ambao wanafikiri mimi niokoke basi niwe salama. Hatuokoki ili tuwe salama, bali ni project ambayo kule mwanzo Mungu alikuwa mwalimu akasema kwamba na tuumbe mtu kwa mfano wetu ili wakatawale. Kwa hiyo ni project ya mwanadamu ambapo kwa sababu ya ujinga wa Adamu na Hawa waliasi project ikaharibika. Kwa hiyo Mungu akaweka mpango mwingine, akamtoa Yesu ili kila mwamini asipotee, awe na uzima wa milele. Maana yake ni ule uzima wa tangu awali ameurejesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pale sio mwisho, ni project inaendelea sasa. Ndio maana akasema kazi yangu imeisha ya msalaba na kurudisha kile ambacho kimepotea. Maana anasema kwamba amekuja kutafuta na kuokoa nini? Kile kilichopotea. Nimesharejesha tayari mateka. Sasa naondoka na kuachia Roho Mtakatifu. Alafu anasema hizi ninazozifanya na kubwa kuliko hizi mtafanyaje? Mtazifanya. Maana yake Mama zako hiyo tunasema hivi, salvation is not a goal, it is a way to a goal.
Salvation is not a destiny, it is a way to a destiny. Wokovu sio hitimisho la maisha yako, bali wokovu ni njia kuelekea hitimisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana akatafuta pa kukaa, akaona aingie ndani yako, aingie ndani yangu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasema kwamba ni Mungu ndani ya wanadamu. Kama nilosema amen. Roho Mtakatifu sio nguvu fulani, sio kitu ambacho kiko mahali ukitafuta. Sio kwamba Mungu Roho atashuka mahali hapa, Roho hashuki, atashuka siku ile, anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuja tatizo kudhihirisha sasa. Roho Mtakatifu na yeye anatamani kudhihirishwa. Kwa mitume walijua assignment. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati natafakari na tunaomba, Mungu akaniambia ndio maana akafanya tumhost. Kwanza kabla ya kumhost, alichokifanya aliunganisha roho yako na roho ya Mungu. Yaani Roho Mtakatifu, Mungu aliunganisha roho yako na ya Mungu kuwa roho moja. Wakorintho wa kwanza 6:17. Maandiko yanasema kwamba yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja na yeye. Sema amen. Sema amen. Kwa hivyo maana yake ni nikitembea, niko rohoni mwangu mimi. Roho yangu it is a regenerated spirit. Imeingia hapo, Roho Mtakatifu ameungana roho yangu, wameintertwine. Kwa maana yake roho yangu na roho yake ni kitu kimoja, hawezi kuligawanyisha. Ili aweze kuelewa, ndio akasema Wakorintho wa kwanza 3:16 kwamba nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sema mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mimi ni nyumba ya Mungu. Sema kwa Mungu, mimi ni nyumba ya Mungu. You are the house of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema kwa hiyo hata tukitembea, Roho ametembea. Masema I want God to move, but the God cannot move if you are not moving. Mungu hawezi kutembea mpaka umetembea, maana yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo 10:38 sema kwa habari za Yesu wa Nazareti, namna Mungu alipomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, akitenda kazi njema, akitembea huko na kule, anasema akiwaponya wote walioonelewa na ibilisi, akitembea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi ni hekalu Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu amekuja kumultiply kile ambacho Yesu amekifanya. Roho Mtakatifu amekuja kuzidisha mara 2 na zaidi ya kile alichokifanya Yesu. Kubwa kuliko hizi mtazifanya. Anasema yale ya mimi na nyinyi mtafanya na kubwa kuliko hizi mtazifanya. Amekuja kumultiply. Kwa hivyo assignment walielewa Paulo, akaona Yesu anawekea mikono wagonjwa, akiwa hapa hayuko kule. Kwa kuwa Roho Mtakatifu ndani yangu, basi nachukua handkerchief na ituma kule, because anything close to Jesus is anointed. Chochote ambacho kipo karibu, kipo intact na Yesu, kinakuwa anointed. Bwana Yesu sana. Anatuma handkerchief kwa wagonjwa. Petro akasema hiyo ni kazi ngumu sana. Mimi sina haja, wajipange mstari mmoja, alafu nitapata kivuli changu kinaponya nini? Wagonjwa. Ni kazi ambazo Yesu sasa mtafanya zaidi ya hizo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya mitume kwa ni matendo ya Roho Mtakatifu. Anafanya kupitia nani? Kupitia watu. Haleluya. Maana kumbe aliyafanya Yesu na paswa nifanye zaidi ya yale aliyofanya Yesu. Kwa nini? Roho Mtakatifu yuko ndani yangu, ameintertwine na roho yangu. Mimi na yeye ni kitu kimoja. We are one spirit. Kwa sababu nikizungumza, roho awe anazungumza, watu wamuone Mungu kupitia kuzungumza wewe. Na mbeka uimbaji, ukisema ukona kumwambia Mungu nisaidie, nikiwa naimba watu wakusikie, wamsikie Mungu sio mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia kwenye basi, ukienda kazini, watu wanamuona Mungu sio wewe. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu ulimwengu umechafuka na hamwezi kwenda namna hiyo, lazima mbalishwe kitu fulani.
Kwa tukaona kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi, anaitwa msaidizi. Wale ambao walikuwepo nikasema ni neno la Kigiriki. Inaitwaje? Parakletos. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtihani. Usipambane sana kukariri parakletos. Unaweza kuchapia alafu ukanena kwa lugha nyingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ni neno la Kigiriki lenye maana ya alongside, yani pembeni yangu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni rafiki ambaye anatembea naye. Ukisema kumbe unaweza kupiga naye story. Bwana Yesu asifiwe sana kwa Mungu. Maana yake ni kumbe wewe watu wanaweza kukuacha ukasema uko peke yako. Unamwambia of course niko peke yangu lakini sio mpweke. Hujanielewa bado. You are alone but not lonely. Wakikuacha, kila mtu akikuacha, Roho Mtakatifu yuko na wewe, hajakuacha. Kwa utakuwa wewe uko peke yako lakini hauko mpweke. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sitawapungukia. Kama alikuwa anamaanisha kuna kitu mtawaachilia, huyo atakuwa na nyinyi milele ndani yenu. Unasema kwa unaongea nini? Walimchukua Yohana wakampeleka kisiwa cha Patmo. Wakasema akafe kule na wanyama peke yake. Kisiwa kibaya cha. Alafu wanafikiri kwamba yuko peke yake atakufa na upweke kule. Akiwa pale anasema nilikuwa katika roho siku zile. Anasema nikaona malaika. Nikaanza kuelezea. Watu wanaona, unaona Isaya anapita, Elia anapita huko. Unaona watu namna fulani. Unasema yuko peke yake. Yuko anafanya mawasiliano na watu wa aina yake. So mpigie Mungu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi kile anaona mtu anataka usijabudu mimi ni mjoli mwenzako tu kama wewe. Haleluya. Ni rafiki wa karibu sio kawaida. Hauwezi kuwa peke yako kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe unamuuliza hata nivae nguo gani? Nikamwambia ukiwa Roho Mtakatifu anakupasha habari, hata habari za kufa kwako lini. Unajua hakuna Mkristo ambaye anajitambua na amejaa Roho Mtakatifu anaweza kufa kwa ghafla. Excuse me kusema hivyo. Lakini jana nilikuwa kwamba kifo sio ghafla kwa mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Unaona? Simeon intercessor mkubwa anasema sasa wanaweza kuruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Yaani yeye anaamua sasa. Anasema ndio maana aliona na Roho Mtakatifu. Kwamba hata onje mauti mpaka amuone utukufu. Anasema sasa yes, sasa naweza kuruhusu yeye aende mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema alipomaliza kazi yake akalala na babazi. Unaona? Yaani kazi yangu imeisha sawa kwa sasa. Unaona Paulo anasema nimepiga vita viliko vizuri. Bado anajua kwamba it's time to go. Anasema hao wachache liko Petro Elia anamwambia kwamba sasa tunakwenda pamoja. Mimi nataka sema omba lolote because I am going. Na kwenda sasa omba tunataka. Maana yake Elia alikuwa anajua anakwenda kuondokea pale. Omba unachotaka. Alafu anatembea na kama hapo sasa umeomba neno gumu. Basi na shida ukiniona utapokea. Bwana Yesu sana. Kwa Elisha hajui lakini Elia anajua kwamba nao sasa ni muda wa kuondoka. Magari yanakuja afanye mambo zake. Bwana asifiwe sana. Hatufi kwa ghafla. Mtu akikufuata anamwambia unakufa leo, mwambie kwanza mimi nilishakufa. Anaishi sio mimi, ni Kristo ndani yangu kwa njia ya imani. Na kama amekufa kimwili, Mungu hanichukui ghafla, ananipa taarifa. Unaweza kusema mafundisho magumu sana. Ni magumu kwa sababu kuna viwango havifikia na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tumeweka huu Kristo ni jambo la kawaida, tumekuacha na dini nyingine. Hii sio dini, Ukristo ni udhihirisho wa Mungu kupitia binadamu. Kwa maana watu wakikuona waone Mungu, unadhihirisha Mungu, waone Mungu jinsi alivyo. Maana wewe na Roho Mtakatifu ni mapacha. You are entertained. Haleluya. Kwa hiyo ni summary tu kwamba Roho Mtakatifu anakuja kumultiply kile ambacho Yesu alikianzisha. Haupaswi kwa kawaida, nikasema ni laana kuishi kawaida.
ni laana kuishi kawaida na Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Kwa nini nikasema hivi? Nikasema kwa manabii, kitabu cha Mathayo sura ile ya 13-17, anasema manabii walitamani kuziona siku zetu sisi. Wakasema tumeona, wakina Yoeli wameona, kina Elia, kina Isaya waliona mambo kama haya. Wakasema ni kama walikuwa wanatamani kuishi na kati zetu, kwamba itakuwaje hawa jamaa. Mimi huyu Yoshua, Roho anamjia kwa mara moja, alafu anaongea na jua limesimama. Haleluya. Haleluya. Mkono wa Mungu unakuwa juu ya Elia, anapiga mbio zaidi kuliko nani? Mfalme. Divine speed. Mtu mmoja anaweza kuchukua, anasema Samson ana Roho wa Mungu juu yake, alafu akishakuwa juu yake anaweza kupiga watu 1000 baadaye yeye pekee yake amesimama peke yake. Sasa ilikuwa anakuja anaondoka. Leo anasema tulikuwa walitamani kuziona siku zetu, maana wakati ule yalifanyika mambo makubwa, afu Roho anakuja anaondoka. Lakini leo anaishi ndani yako. Nikasema unalala naye, unaamka naye, ukienda rafiki uko naye, popote uko naye. Roho Mtakatifu, kwa nini uishi kawaida? Ni laana. It's a curse to be normal. Bwana Yesu asifiwe. Hata basi kwa kawaida nasema uzao wenu ni ishara na nini? Na ajabu. Malaika nao pia walitamani kuona. Petro wa kwanza 1:9-12 walitamani kuona hizo. Sasa nikasema kwa nini hatuoni madhihirisho ya Roho Mtakatifu? Kwa nini hatuoni nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu? Kwa nini hatuoni matendo makubwa ya Mungu? Kwa nini hatuyaoni imani zile pendo? Wakati zile enzangu, nyakati zile ndio kuna shida mahali. Nasema kwa sababu kuna viwango katika mahusiano hatujafika kati ya Roho Mtakatifu na sisi. Yuko ndani yangu, lakini sijamhusisha vya kutosha kufanya mambo makubwa na ya ajabu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu kuliko yote unayoyaomba na kuyawaza. Asema kwa nini? Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Na huyo alikuwa ni Efeso 3:20. Paulo anawaambia Waefeso. So it is according to the power. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati naandaa somo hili, nikataka nijaribu Roho Mtakatifu. Kwamba ngoja nione, let me trace. Of course, rafiki yangu yuko hapa, anaanza kushuhudia. Nilikuwa naye na huwa anamwambia mambo mengi ili awe shuhuda. So, nilikwenda, mimi ni mwalimu professionally, kwa nikaenda darasani. Nikaenda form 2. Nikasema kumbe Roho Mtakatifu ni rafiki yangu. Kwa kijeni, tunaongea chochote kile kwa mapenzi ya Mungu anafanya. Kwa hiyo nikasema sana. Ngoja nijaribu. Kaambia kwa taarifa na wape usingizi watu wote ndani. Wape usingizi walale, wote walale. Kwa kaambia Roho Mtakatifu, please kwa kusema walale. Unajua wote wakalala. Wakalala kwa wote. Nikasema wow, precious Holy Spirit. Nikasema wow, kumbe maana yake mimi nikiona wezi naambia Roho Mtakatifu, naomba mkamate miguu yule asiweze kuondoka pale. Apige fofofo mpaka polisi waje. Huyo ni Roho Mtakatifu. Alafu nikasema sasa naomba uwaonyeshe mambo yajayo. Wakaanza kuona vitu vijavyo, wakaanza kuona kitu wajua nitakuwa wapi. Kwa mimi nilikuwa najua mpaka wanafunzi ambao atafeli. Kwa nifanyaje ili asifeli? Maana walipoamka wao walikuwa wanalia. Basi kile kuamka naambia Roho Mtakatifu waamshe watoto hao. Sasa waamshe. Haya, walipoamka huyo analia, huyo anafurahi, huyo analia. Nikasema nimejiona, nimefeli mtihani. Wewe nawe ndio kumfaidi. Wewe alikuwa daktari. Akasema wow. Kwa wale wenye shida naomba Mungu mshike kabisa. Nakumbuka kuna mmoja nilipoondoka yeye akapiga usingizi. Na nikasema na Roho Mtakatifu, wale ambao wala hasiwepo kumwamsha mpaka mimi nimwamshe. Yaani jamani, asema mkifunga duniani, nafunga wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa rafiki yangu akaenda Togolai, nikamwambia kumwamsha mtoto, utafika pale ulijitahidi. Sije watoto alijitahidi kuamsha. Wanafunzi kumwamsha, amepambana kuamsha lakini hata hajaamka. Kwa hiyo vile wanakumbuka lakini nilisema kwamba asiamshe mtu yote mpaka mimi nimeamsha. Kwa hiyo akamwambia Roho Mtakatifu, sasa mwamshe. Akaamka.
Kasema wow, wanasema wow, waambia that is the power of the Holy Spirit. He is a friend. Uko naye hapo kuliko hata ndugu zako. Au tumie tu, unakaa na mawazo, una stress, unachoka, unataka kufa, na mwingine anakutesa. Mwambie hizi kazi yako. There is something here. Tatizo huo unamkumbuka baadaye ushapigwa. Nasema sasa ni wakati wa kwenda kwa Mungu. Kumbe alikuwa anataka umtegemee kwenye kila kitu. Ada, sina uwezo kulipa hii ada. Na wewe uko ndani yako. Sije. Haleluya. Nimeshakuwa dakika 20 kuelezea. Ilikuwa ni summary ya jana. Wale ambao hawajaweza kufika. Nataka tujifunze viwango vitatu vya kimahusiano. Viwango vitatu vikuu vya kimahusiano. Pia kuonyesha nyingine. Hiyo kwa kitu mwingine. Kuna mtu mmoja jana nikupigia story moja ya mtu mmoja ambaye alikuwa ameambiwa na kansa ya damu kwa maana ana bleed kwa miaka 4. Tangu mwaka 2000 ngapi kule mpaka leo ana bleed miaka 4. Unajua yule pale alikujaje kwangu? Bwana Yesu asifiwe. Sema yule alipokuja kwangu alikuja ananiambia nimenipigia simu anasemaje? Sasa mimi sina kumbukumbu ya kumpigia simu kwa almost miezi 3. Sijampigia simu. Sema naona niko mbili, unanipigia mara 2 kwa mbali na simu. Kwa nini sitampigia? Simu yangu nikiangalia sijampigia kabisa. Lakini Roho Mtakatifu ananiambia no, kuna jambo nataka ufanye na huyu jamaa. Kwa hiyo nimemuita mimi. Nikamwambia sikiliza, Roho Mtakatifu anakuita kwangu. Una shida gani bwana? Mimi na tatizo. Unajua mbavu zangu zinauma sana hapa. Mimi yani tatizo muda mrefu sana. Kingine, aishike siwezi kukuambia. Sasa nisema bwana, Roho Mtakatifu amekuita hapa. Inawezekana ni mwisho wa somo wako sema, hii bwana, sasa ni mzima kidogo. Of course anaweza kanisa hata mimi. Kwa kaona kuniambia masuala sisi na gridi. Nikamwambia no, hauongei na mtoto wako, unaongea na mtumishi wa Mungu. Na aliyekuita hapa ni Mungu. Kwa hiyo ndio kweli mimi believe 4 years now. Kwambia don't worry. Roho Mtakatifu yuko hapa aliyekuita atakuponya. Kwa tuliomba kwa sekunde tu akakauka hiyo bleeding yake na ule uvimbe usije ukaondoka na yuko safi kabisa kabisa kabisa. Mawazo ya kutaka ni kansa yalishia. Anaitwa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa nini hatuyaoni haya? Hatuyaoni haya kwa nini? Viwango vya kutembea na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango cha kwanza. Tusome kitabu cha Luka ile sura. Naomba usikize kwa makini sana. Mungu akusaidie. Luka sura ya 3 mstari wa 21 na 22. Luka 3:21 na 22. Maandiko yanasema ikawa watu walipokwisha kubatizwa na Yesu, naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama moto. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wa Mungu, nimependezwa nawe. Sema amen. Kiwango cha kwanza kwa wale ambao wamekuja kwenye semina sio kwenye maonyesho. Maana ambaye kaja kwenye semina zinaona kalamu au na semina kuandika lazima wana Biblia. Yule ambaye amekuja mtaala anajua sana, endelee kusikiliza alafu atajua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Luka 3:22 anasema kwamba ikawa watu walipokwisha kubatizwa na Yesu, naye kumbuka Yohana alipewa kazi moja. Aliambiwa hivi, kazi yake itakuwa anabatiza afu atakayetoka. Sikiliza kwa makini. Kazi yake ilikuwa ni kutambulisha Kristo ni nani. Kwa akaambiwa hivi, batiza atakayetoka, halafu Roho atakuja ndani yake, huyo ndio Kristo. Kwa hiyo anakuja kwa kwanza anapita kwa ajili ya toba tu. Lakini baada ya kubatizwa wote akatokea mwanamume mmoja aitwa Yesu. Alipombatiza, alipotoka, Roho akashuka kwa wapi? Juu. Kiwango cha kwanza kinaitwa kumpokea Roho Mtakatifu. Hapo kumbuka ni miaka 30. Yesu tunamwona kitabu kile cha Luka anaelezewa akiwa na miaka 12. Baada ya hapo kusikia mazuri tena. Baadaye miaka 10
chochote ambacho kinasema kuhusu Yesu, lakini hauwezi kuamini. Anakuja ni wakati wa Bwana. Roho aliposhuka pale tu, mambo yakaanza kubadilika. My friend, inawezekana hata umaarufu ambao unajulikana, usipate tabu kama hali. Roho akishuka atakutangaza Mungu mwenyewe. Sema amen. Maandiko yanasema promotions never comes from east nor from west, but promotions comes from the Lord. Anasema kuinuliwa, kibali, mambo kama hayo hayatoki mashariki wala magharibi. Anasema yanatoka wapi? Kwa Mungu. It is God who announces men. Kama wanasema kwamba msikilizeni yeye, hakuna mtu ambaye alikuwa anashindwa kumsikiliza Yesu. Ndio maana wanasema tega sikio, sema na sisi, kwa sababu kauli ni msikilizeni yeye. Kiwango cha kwanza kupokea Roho Mtakatifu. Hatua hii inatufanya tuwe watoto wa Mungu. Hii hatua hata pale tunajifunza kupitia maisha ya Yesu. Hatua ya kwanza iko kumpokea Roho Mtakatifu. Wangapi mnamwamini Yesu hapa? Wote mnamwamini Yesu, lakini haitoshi kumwamini Yesu. Nataka kumpokea Yesu. Kwa sababu kumpokea Yesu ni kumpokea Roho Mtakatifu mwenyewe. Kumbuka nilisema kwamba Yesu ni Mungu, ni Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema kwamba Bwana ndiye Roho, na alipo Roho wa Bwana pana uhuru. Maana yake kumbe yeye yule jana leo hata milele, lakini ana manifest, anajidhihirisha kwa sura tofauti, kama Baba, kama Mwana, kama Roho Mtakatifu, lakini hawa ni kitu hicho kimoja. Jana nilipenda kuambia Yohana wa kwanza alisema Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu anakufanya kuwa mtoto wa Mungu. Kumbuka kuwa mtoto haitoshi. Wangapi hapa ni watoto wa Mungu? Lakini hiyo level haitoshi kwa mtoto wa Mungu. Haitoshi. Yohana 1:11 mpaka 12. Yohana 1:11 mpaka 12. Tutakwenda kwa spidi. Alafu kesho tutakuwa tunafanya sherehe ya Roho Mtakatifu. Alikuja kwake, wale walio wake hawakumpokea. Sema hawakumpokea. Maana yake kuna watu mpaka leo wanamwamini Yesu lakini hawajampokea Yesu. Tunajua kuna madhehebu wanasema sisi lazima tunamwamini Yesu. Yesu hana shida, lakini sawa, umempokea. Naweza nikakuamini wewe mwingine lakini sikupokea. Jamani, sio hivyo. Naamini kama huyu ni mwalimu lakini sikupokea. Naamini huyu ni mtumishi lakini sikupokea. Maana yake ni kuna kuamini alafu kuna kumpokea. Kwa hapa tunataka kumpokea Roho Mtakatifu. Anasema na alikuja kwake alikuja kwake wale walio wake hawakumpokea. Anasema bali wote waliompokea alifanyaje? Aliwapa uwezo wa kufanyika kwa nini? Watoto wa Mungu. Kwa hiyo kama ndugu yangu wewe hujampokea Roho Mtakatifu, bado wewe sio mtoto wa Mungu. Una machi tu hapa, unasumbuka tu hapa, lakini utaachwa. Kwa bahati mbaya sana Roho Mtakatifu anahusika sana kwenye unyakuo. Una Roho Mtakatifu unyakuliwi. Mungu atusaidie sana. Ni hivi, utaimba kwaya, utatoa sadaka, utaenda kwa lugha ambayo mimi kutoka wapi, anayepiga Roho Mtakatifu. Lakini kama hujampokea Roho Mtakatifu, sahau kuhusu unyakuo. Maana yeye ndio mafuta. Muulize mwenzako, taa yako ina mafuta? Bwana harusi anakuja. Haleluya. Wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika kwa nini? Watoto wa Mungu. Kumpokea Roho Mtakatifu kunakupa kibali cha kufanyika kwa nani? Mtoto wa Mungu. Jambo la kwanza, huyu anaitwa mtoto. Unajuaje kwamba unampokea Roho Mtakatifu? Naenda kwa spiriti za mahali. Unajuaje kwamba unampokea Roho Mtakatifu? Ushahidi kwamba huyu ana Roho Mtakatifu ndani yake. Huyu amempokea. Sio amejaa, amempokea Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, tunda la Roho. Galatia 5:22-23. Tunafahamu tunda sio matunda, ni tunda la Roho Mtakatifu. Kuna mambo tunayaona kwako, tunasema huyu amempokea Roho Mtakatifu. Aje nikwambie, ushahidi kwamba mtu amempokea Roho Mtakatifu sio matendo ya miujiza. Nyinyi ambao mnachanganywa na miujiza mingine inakuwa fake. No. Maandiko yanasema kwamba watakuja kwako wakisema nilitoa pepo kwa jina
lao. Anasema mimi nitawaambia siwajui nini. Kumbe manake mtu zekana kwa anafanya masarakasi hapa. Ishara. Lakini ushahidi mtu amejaa Roho Mtakatifu, amempokea Roho Mtakatifu ni tunda la Roho. Jambo la pili, kuchukia dhambi. Na hiyo tunasema andiko. Mtu ambaye unamwona kanisani anasema amempokea Roho Mtakatifu, lakini mtu wa dhambi huyo hajapokea Roho Mtakatifu. Na mimi nakwambia ukweli, kama uko hapo unasikia Roho anakuambia manake something is wrong somewhere. Yesu inawezekana akarudia usiku wa leo kaachwa. Haitoshi tu kuona kwamba uko sawa, lakini kumbe na Mungu hako sawa. What is that for? Ni bora kama ni baridi kwa nini? Baridi. Kama moto uwe kuliko umekaa na jibana afu kwenda mtoni. Si bora tu uamue tu kuchanganya mambo atasi ule jana ule useme. Kuliko umejibana afu uende kule. Kuchukia dhambi. Yohana 16:8. Yohana 16:8. Yohana 16:8 maandiko yanasema naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Sikiliza, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, ukiwa umepokea Roho Mtakatifu, inawezekana kabisa ukamesa, inawezekana kukosa. Nimesema ni Yohana 16:8. Lakini Roho Mtakatifu baada ya kukosea ndani yako, unasikia anakuhakikishia kwamba ni dhambi tu. Unasikia vibaya, unakosa amani. Ngoja nikwambie, mtu yoyote aliyeokoka kama akifanya dhambi na akaona kwamba anajisikia vibaya, anajisikia hukumu, maana yake bado kuna uhai. Nimesemaje? Mtu yoyote ukiona kwamba ametenda dhambi na anajisikia vibaya, anajisikia kuomba toba, huyo mtu bado ana uhai ndani yake. Na chochote chenye uhai kitakuwa tena. Liko tumaini katika mti uliokatwa, maana utachipuka tena. Kwa hiyo kwenda kwa mchungaji nimekosa, kwenda mbele za Mungu nimekosa, sio dhambi, ni ishara unajitambua na Roho Mtakatifu ndani yako yuko active. Yuko hai ndani yako. Kwa hivyo anakushuhudia juu ya dhambi, haki na hukumu. Here is not right. Here is not. Wasikia kusikii vizuri. Kama unatenda dhambi na huoni shida, tena ukiambiwa unaruka futi 100 na unasema hapana, haiwezekani. Jua Roho Mtakatifu ndani yako hayupo. Wewe ni hekalu lisilo na Roho Mtakatifu. Hakuna utukufu kwa Mungu. Maana yake umeshakuwa ni washetani siku nyingi. Ila ni mdanganya tu. Anasema ni mwili, mtaruhusu ile mwili ile kanisani, ila roho yake ni naye. Na watu wengi wako hivyo. Shetani anaangalia tu, amewaruhusu waende kanisani, wanapambana, wanaimba, wanafanyaje, wanaomba, wanarukaruka. Anasema kuja baadaye pale drama zake, baadaye naye usiku. Afu usiku napigwa. Kanisa nilipoingia tu pale mambo yakaanza kama mbaya. Ni kwa sababu umeenda mahali penye nuru na ndani kuna giza, lazima upate shida. Roho ndani yako hayupo, alishaondoka, hayupo. Kwa hivyo unatembea uichukii dhambi. Sema Mungu nisaidie. Warumi 8:13. Warumi 8:13. Ushahidi kwamba una Roho Mtakatifu, umempokea Roho Mtakatifu. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mtapata kufa, bali kama mkiishi matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Roho Mtakatifu anakusaidia kuyafisha, kuyaua. Mimi nilikuwa na mtu mmoja pale, hapo hivi nilikuwa na madevu. Mimi nilikuwa niko mbali, roho yangu ikachukuliwa, alafu nikaanza kuona kitu ajabu. Roho ananiambia kwamba unajua nini? Watu wengi hawajui. Huu mwili una matendo ambayo unayapenda. Unapenda matendo fulani. Unapenda ulafi, unakula mpaka unabibiwa. Funga na kuomba hicho kitu kibaya, unataka kile fulani ajabu sana. Usiku amka uombe, unasema hapana, usikize mwachie nani.
mke wako ni mashindano, mama mashindano, unapata tabu, unashindana na mwili. Lengo nini? Ni kwa sababu mwili wako una wivu na wewe, maana unajua hauendi mbinguni. Roho yako inakwenda wapi? Mbinguni. Nikaweza kwa unajua nini? Mtu akifa roho inakwenda kwa Baba. Najua maandiko nasema, Yesu akasema roho yangu niweka wapi? Mikononi mwako. Lakini mtu mmoja pale akamwambia, hakika yako leo itakwenda wapi? Peponi. Nafsi inakwenda wapi? Peponi. Ama kuzimu. Kuna hell, kuna peponi. Ni preliminary locations, ni maeneo ya awali kabla ya neno la mwisho. Peponi sio mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Peponi ni mahali mtu anawekwa kwa muda akisubiria, ni raha ya muda kusubiria wakati mwafaka. Kuzimu anapoenda mtu akifa leo sio kwenye ziwa la moto, ni mahali pa mateso ya awali kabla anapoelekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ni hivyo. Tunaona kwa wale tajiri anazaa, si ndio? Kuna upande kumegawanya pale katikati. Kuna mkoa kwa peponi, kuna mkoa kwa kuzimu. Lakini kumbuka siku ya mwisho bado. Watu walikuwa kwenye preliminary. Halafu mwili unakwenda wapi? Chini. Huu mwili unawacha hapa. Sasa mwili unajua kwa vyote vile, hata ulimwengu ufanyeje, mwili hauendi popote. Kwa hivyo mwili inakisikia tu ni kuchanganya na kuonea wivu ili baki na wapi? Sasa nimestuka katika jina la Yesu. Sasa wewe mwili nimekustukia, nitaishi kwa roho katika jina la Yesu. Wewe mwenyewe unajisikia unapata tabu, unapata shida kwa eyelash. Ukienda kwa Mungu, sasa karibu hii. Unapata tabu, yote kama my friend, ni matokeo ya dhambi. Mwili huo utauacha hapa. Sijamaanisha kujipamba ni kubaya. Lakini ukijipamba kumbuka na wapi? Na ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio uhalisia wa Mungu. Acha kiburi cha uzima, nini kiburi, selfishness, mimi. Kwa nini naambia vile mimi? Si kitu gani hupati kusamehe kwa taarifa yako, mwili wako na selfishness yako inakudanganya. Hilo ni mwili unakuonea wivu wewe kwamba haendi na wewe wapi? Mbinguni. Kwa unapambana na wewe kuhakikisha kwamba unabaki hapa. Mzee wako hapa ni kumpiga teke. Sorry sana. Huyu ni mzao kanisa lakini ni kaka yangu. Kwa sababu sometimes tutaniana. Sasa apostle, nijikupigia hivi. Ile kwa nini sasa? Ni mwili. Ila kuna asifa kwambia Mungu jana naye anajua ndalo. Ile sauti ya Mungu. Ukitambua hili uweze kuchukia kitu yako. Yaani hii ni eti baba. Mimi nisiende mbinguni kwa sababu eti fulani amezikwa mwenyewe. Shauri yake. Nini shida gani? Anamtukana sasa, kama anamtukana shida ya nani? Shida ya nani baba? Mimi siko fresh. Amekuja anatukana kwa hiyo. Sasa kama anamtukana unaje kwa hiyo apige mswaki shauri yake mimi iko sawa. Cha msingi ile amani yake ndio mbinguni. Hebu mpe mwanzo tama mbele nistuka. Katika jina la Yesu. Mlete ndio hautoshi. Chukia dhambi. Unaichukia dhambi kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu amekusaidia kuyafisha matendo ya mwili. Uongo, usingizi, uasherati, kiburi, chuki tu, wakati mwingine afanikiwa unasikia tabu. Sio wewe, hilo ni mwili, ni mwili hilo. Kama uchukie dhambi my friend, jua dogo kwa wewe. Yaani kwa mfano, sio lazima uzinzi. Yaani kama una tabia ya umbea, yaani huwezi mtaka kutuma ni wako, maana wewe una Roho Mtakatifu. Usitujie mwingine bila kwambia tu kweli. Roho Mtakatifu hawezi kuruhusu. Anakwambia no, hiyo achana nayo. Anakutisha kwa hili dhambi. Lakini kama shoga yako anakwambia shoga yangu, nakwambia ni wewe kama bati sana, hiyo ndio kuna shida. Matendo. Na angalia, akisema anasikia umelitoa wote. Ni mwili. Yesu akusaidie wapendwa. Ushahidi mwingine kwamba kupokea Roho Mtakatifu ni toba, ni kushinda nguvu ya dhambi. Ni kushinda nguvu ya dhambi. Warumi 8:2. Ukiona huwezi kuishinda dhambi, ujue wewe bado. Sheria ya Roho uzima inapaswa ifanywe active kuliko sheria ya dhambi na mauti. Anasema sheria ya dhambi na mauti. Huyo Paulo anasema kwamba lile ambalo natafuta kulifanya silifanye,
Lile ambalo nataka kulifanya silifanya, lile ambalo silipendi kulifanya ndio nalifanya. Na hapa mko wengi wa namna hiyo. Unataka kufanya hichi, unajua umefanya. Ila yale ambayo ni mazuri unapenda kuyafanya lakini hujafanya. Ndio hapo ni kwamba sheria ya dhambi na mauti inafanya kazi ndani yako. Sheria ya roho uzima haifanyi kazi. Hiyo ni Warumi 8:2. Nguvu ya kushinda dhambi. Unampokeaje Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ni somo refu sana kwa Mungu. Unajichunguza, unaona sijekana kidanganya. Kama sina Roho Mtakatifu ndani yangu, sioni muhuri wa Roho Mtakatifu ndani yangu. Ziko njia za kupokea Roho Mtakatifu. Njia ya kwanza ni kumuomba Mungu ama kuombewa. Na tukaomba hapo kajazwa, lakini pia unaweza kaomba kajazwa kwa Roho Mtakatifu. Angalia kitabu cha Matendo sura ya 4:31. Matendo 4:31, Yohana 20:22 na Luka 11:13. Sitakusoma kwa sababu ya muda. Matendo ya Mitume 4:31 sema mahali pale pakatikiswa. Walipokuwa wakiomba pakatikiswa wote. Yohana 20:22, Yohana 20:22. Kwa haraka maandiko yanasema naye akisha kusema hayo akawavia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Mshike kwamba anapata asante ni ufunuo wa neno. Usije una ufunuo nani? Hapa anasema kwamba akisha kuambia hayo akawavia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu, alafu akapokea Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Una Luka 11:13, Luka 11:13, Luka 11:13, maandiko yanasema basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hawa waombao? Sema hawa waombao. Naona hiyo ni njia nyingine kumwomba Mungu. Unaweza kuombewa na ukaweza kumuomba Mungu kama ile matendo na sababu ya ufanye na ukapokea Roho Mtakatifu. Lakini njia nyingine ni kuwekewa mikono. Matendo 8:17, Matendo 8:17, kuwekewa mikono. Matendo 8:17, halafu Matendo 19:6. Matendo 8:17 na Matendo 19:6, kuwekewa mikono. Lakini tatu ni kusikiliza neno. Na hili nataka unisikilize kwa makini. Wengi mnasubiria muda mwisho wa ibada pale za maombi ndio ujazwe, ndio upokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu unaweza kupokea ukiwa unasikiliza neno. Kama hapa sasa tunavyoongea na wewe, Roho Mtakatifu ukiwa umefungua moyo wako kwa serious kabisa na umefocus na una kiu ndani yako ya kupokea Roho Mtakatifu. Mtu akiwa anafundisha, unaona Roho Mtakatifu anakuja na kupitia na unapokea Roho Mtakatifu. Angalia kitabu cha kusikiliza na Matendo 10:44. Matendo 10:44. Matendo 10:44 anasema kwamba Petro alipokuwa akisema maneno haya, akisema maneno ya Mungu, anasema Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Kwa sababu kila mtu ni aliyefanyaje? Maana Roho Mtakatifu unampokea kupitia kusikiliza neno. Wako ambao wamejazwa kupitia kusoma ile intention ya ndani. Haleluya. Bwana Yesu sana. Naona kuacha kwanza kwenye hiyo kwa sababu ya muda wetu. Kuacha kwenye hiyo. Labda tuongeze pale Matendo 11:15. Matendo 11:15 nasema ikawa nilipoanza kunena Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyoshukia sisi mwanzo. Anasema kama sisi pale kwenye chumba cha jua tulishukia, nilipoanza kunena nao Roho Mtakatifu akashuka. Kiwango cha pili andika. Kiwango cha kwanza ni nini? Kumpokea Roho Mtakatifu. Sema na mimi. Kumpokea nini? Kiwango cha kwanza.
Wangapi mmepokea Roho Mtakatifu? Hata kama ni kwa hiyo tu kinafikiri. Okay, sawa. Mpo wengi. Lakini unajua na nafsi yako, sio? Mungu akusaidie. Tuone kiwango cha pili. Luka, nikwambia tunasoma shahada Yesu. Hatua ya kwanza ni moja, akampokea Roho Mtakatifu. Nakumbuka ile. Alafu Luka ikaanza pale. Angalia mantiki ya Luka 3:22. Sasa Luka sura ya 4 mstari wa kwanza. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza cha pili. Asema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Kiwango cha pili ni kujaa. Pale mwanzo ilikuwa nini? Alipokea, sio? Sura ya 4 ndio hali when he was filled with the Holy Spirit. Kumbe kuna kupokea, halafu kwa nini? Kuna kujazwa. Kama wanasema amina. Sio kila anayepokea amejazwa. Wangapi mnakwenda nyumbani kuchota maji? Wangapi mnakwenda kuchota maji? Sawa. Wangapi mshakuwa mahindi? Nyedebe, madebe yanaitwa mahindi. Okay, nasema debe moja, sio? Unaona debe ndio endelea bwana. Haijajaa, lakini ndio inapokea, sio? Debe inapokea mahindi, sio? Lakini haijajaa. Mwanzo kuelewa sasa. Kumbe inawezekana umepokea lakini hujajaa. Kwa hiyo kuna kupokea. Nikichukua kikombe cha chai, nachukua chai naweka pale afu nikaacha. Sasa nitaishia nusu, sio? Kikombe kimepokea nini? Chai. Lakini haijafanyaje? Halafu kuna kujaa, afu kuna kufurika, sio? Inawezekana kajaa hajafurika, ndio kimwagike kitu kingine. Kwa hiyo kiwango cha pili cha mahusiano ya muamini na Roho Mtakatifu, moja ni kupokea, mbili ni kujazwa. Kujazwa Roho Mtakatifu. Waefeso sura ya 5:18 mpaka 19. Unakumbuka maandiko ambayo maarufu sana? Efeso 5:18 mpaka 19. Maandiko yanasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali fanyaje? Jazwe Roho. Hapa anaongea na watu ambao wameshapokea Roho Mtakatifu, lakini kujazwa ni kitu kingine. Mwambie mwenzako hivi, unampokea mara moja, unajaa kila siku. Rudia tena. Swala kujaza Roho Mtakatifu, swala jana nilijazwa, sio jana. Leo vipi? Ni muda wote wewe ujazwe Roho Mtakatifu. Na kama kawaida yangu nakuletea ushahidi kama umejazwa au umepokea Roho Mtakatifu. Hichi ni kiwango gani? Angalia ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8. Sorry. Hiyo itaenda kwenye sura ya 3. Lakini kujazwa Roho Mtakatifu, tuangalie ushahidi ama dalili huyu mtu amejazwa Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, kunena kwa lugha. Matendo sura ya 4 mstari wa kwanza, wa pili, alafu utaona kitu. Sura ya pili, sura ya kwanza, wa pili, alafu nenda mstari wa 4. Wote wakajazwa nini? Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumbe kuna kumpokea. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Ukianzia mstari wa kwanza mpaka wa 4,
ila wa nne ndio msingi wangu, kwamba ujazwa. Wote wakampokea ama wakajazwa? Waliosoma hapo wote wakampokea ama wakajazwa? Wakajazwa Roho Mtakatifu. Halafu nini kitokea? Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Maana yake ushahidi wa kwanza, huyu mtu amejazwa. Ushahidi wa nje wa ubatizo na ubatizo za muzika. Nikisema kujaza maana na kuingiza, unabobea. Immerse, the word baptizo, zamisha, kusamba katika Roho Mtakatifu. Ndio kujazwa. Kujazwa, sio kupokea. Unaweza kupokea kujazwa. Kujazwa na habari nyingine. Wote wakajazwa, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kunena kwa lugha. Ishara nyingine ni nini? Kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Yaani kama wewe ulipokea Yesu, unasema umempokea Roho Mtakatifu, alafu unaishi maisha yale. Maana yake wewe bado hujajazwa Roho Mtakatifu. Ukijazwa Roho Mtakatifu, yaani ishara ya kwanza unanena kwa lugha, ishara ya pili unageuzwa kuwa mtu mwingine. Samueli wa kwanza 16. Samueli wa kwanza 16. Tatu, ujasiri usiokuwa wa kawaida kwa mambo ya kimungu. Unakuwa jasiri. Okay. Kama uko hapa ndani, alafu ukiambiwa mhubirie mtu unamwonea aibu. Twende kwenye Injili unaona aibu. Kuwaambia watu Yesu anawapenda unaona aibu. Kushika Biblia yako tu hivi unaona aibu. Kusema Bwana Yesu asifiwe unaona aibu. Ujue wewe hapo ulipokea tu, hujajazwa. Aliyejazwa anakuambia hapana, Yesu ni Bwana. Ukiingia kwenye gari, haleluya, watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa imani nyingine hata hawana habari. Akiingia pale, hajali wewe umevaa kola kama mchungaji, yeye anapiga salamu yake. Utajua uitikie shauri yako, usisikie shauri yako. Wamejaa nini? Roho zao wenyewe wanazijua. Wewe ukijaa Roho Mtakatifu kumwonea haya Kristo, ujasiri usiokuwa wa kawaida. Maandiko yanatuweka wazi kabisa, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 8 mpaka 20, alafu 31. Huyu ni Petro. Anasema kwamba wakijua kwamba huyu mtu hana elimu, ujasiri ambao wanasema huyu hapana, kuna kitu ziada. Anasema haja kijaa Mtakatifu. Petro akawakazia macho akawaambia hivi, hatuwezi kuacha kuyanena tuliyosikia na kuyaona kwa macho yetu. Hatuwezi. Huyu ndio aliambiwa, mbona wewe kama mwanafunzi wa Yesu? Akasema mimi simjui Yesu. Mara ya kwanza kabla ya kujaa. Nakumbuka watu wa Mungu wewe. Lakini siku amejaa Mtakatifu pale akaanza, sikizeni. Huyu ni Yesu. Akaanza kuhubiri Injili. Haoni haya tena. Kwa nini? Amejaa Mtakatifu. Na ukiona mtu anasikia hivyo hata kanisani anafanya mbele hawezi, kweli kuna shida. Aliyejaa Roho Mtakatifu kwa kuja saikolojia, yaani huwa haoneni aibu, maana sio yeye pale, Roho Mtakatifu yuko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo sura ya 4 8 mpaka 20, alafu Luka 31. Baada ya muujiza wanawaambia msiseme tena. Kaambia wewe hatuwezi. Wewe sema haja kijana. Amwone ninyi wenyewe. Hogopi. Kwa nini? Umejaa Roho Mtakatifu. Na kuambia kizazi hichi ambacho kimempokea Roho, hakijaa Roho. Akiambiwa chagua Yesu ama kufa. Atokea basi hivi mtu anabuduki hapa. Si mtashuhudia mambo ajabu hapa. Yaani vio vitapasuka hivi. Haya, wa Yesu pande huu. Wanasema mkana Yesu pande huu. Utaona matukio hapa. Wewe mtu ambaye unapitia ugonjwa, mguu umevimba mguu. Ukaumwa, mchungaji hajapiga kutembelea. Wala mzee wa kanisa ukasema sieni kanisani. Wewe leo aje mtu anakuja sema nani pande huu wa Yesu. Na wale ambao wanapenda Yesu kaenda pande huu. Unajua ni kweli nimejaa Roho, lakini tuwe na hekima. Tuwe na hekima jamani. Unaanza kujificha. Aliyejaa Roho anasema wewe kufa ni faida kuishi nini? Kristo. Siwezi kukaa na Kristo Yesu. Waliyejaa Roho Mtakatifu. Asa unakaa hapo unaona haya. Njoo uimbe kwaya. Ili pale mbele wewe panatisha. Yule hapo hamna kitu. Unasumbuana tu. Ni jasiri kama simba. Na sio nyuma na maandiko yanasema hivyo.
ni majasiri kama simba. Angalia wenzako wale. Nilikuwa na story na mtu huyu, ni msanii mkubwa sana kimataifa. Anasema kabla sijakwenda kwenye stage huwa kuna spirit na mpaka nijae hiyo spirit. Nikifika pale, yani sijali msichote kile. Kuna mmoja ambaye ashakufa, anajaa roho yake, akisimama tu hivi watu ndio wanaanguka yani kwa furaha. Wanashangilia mpaka wanadondoka, wanajua nakufa, wengine wanazimia. Yani shetani pia anawapaka mafuta watu wake. Mpaka mwingine mpaka wavute rangi kwanza, yani hawaoni watu. Hapo sasa safi. Mambo vipi bwana? Mlevi, anataka kutukana, anataka kwenda kulewa. Akija hapa kuangalizwa anatandika matusi ya kibaya mno. Hapa sana anakomesha. Lakini sisi tusielewe kwa nini? Tujaze nini? Ujasiri ule ule, lakini katika matendo ya Mungu, ufalme wa Mungu. Sema amen. Hautaogopa chochote ukiwa umejaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka nikwambie nyingine? Hamu ya kufanya mambo ya Mungu. Hamu, unasikia kimwemwe, yani unasikia tu kufanya mambo ya Mungu. Unahitaji kusukuma. Ukiona kanisa linasukuma kufanya mambo, I'm sorry to say this. Inawezekana wakawa wamepokea Roho Mtakatifu lakini hawakujazwa. Waliojazwa, they are flammable. They are easy to catch fire. Ukiwasha moto unawaka. Lakini wale ambao ni miti mibichi, unachoma mpaka moto mkali ndio wanawaka. Kama unachoma tofali, jua hapo hamna kitu. Alijaa Roho. Yaani kwanza ni ulimwengu wa Roho na wote. Yuko rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko rohoni. Uwezo kumtisha na ukimwambia chochote kile sawa. Ana hamu ya kufanya mambo ya nani? Kisha anaguswa kwa anataka kubadilisha. Hajaambiwa na mtu. Hapa angalia ya kasa, anataka ninunue viti pale. Anasikia kufanya mambo ya Mungu. Akija hapa ibadani, sehemu mchafu anasafisha. Ila kuna wenyewe, kuna kanisa la zamu anakaa, unajua alija hasikii vizuri. Asikia tabu. Bwana Yesu asifiwe. Anasikia vibaya, mambo yasiyoenda vizuri. Ujue amejaa Roho Mtakatifu. Hana muda wa kuangalia mambo mabaya, anasikia hamu ya kutenda mambo ya Mungu. Hawezi kulalamika. Imezidi Bwana, no. Driving force, sheria ya roho uzima ndio inakuwa active kwake. Sema amen. Mambo ya Mungu, matendo ya mitume. Kuna uinjilisti, matendo ya mitume 2:10 sana. Nilikwambia kwamba hata kipindi kile cha mwanzo, kanisa la mwanzo lilikuwa halina ratiba za uinjilisti. Ratiba sikiliza. Nakumbuka siku moja mzee akasema kwamba usisubirie ratiba. Ukitoka hapa anza kuambia Yesu anawapenda. Ukiona kwamba unasubiria mpaka ratiba, tena mpaka usimamiwe, wewe unafanya mambo kimwili tu hapo. Lakini anija roho, yani akitoka hapa, moto unawaka, akiona kusanyiko la watu, anataka tupige injili. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia vibaya, ni wacha hivi hao? Hapana. Muona Mathayo sura ya 2:14 mpaka 38. Amejaa Roho Mtakatifu Petro. Akasema, msishangae, haya ndio yale ambayo yalinenwa na nabii Yoeli kwamba itakuwa siku za mwisho, nitamwaga roho wangu juu ya watu wenye mwili, watoto wenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, wazee wataota nini? Ndoto. Anaanza kupiga injili, anapiga injili sana, watu 3,000 wanachoma mioyo yao. Akasema tufanye nini? Akamwambia turudi. Hawalazimishi, automatic it is coming. Na huyu ni Paulo pia. Nipo gerezani anatolewa, anabeba Sanhedrin mahakamani. Anajitetee. Baadaye akijitetea yeye anaanza kupiga injili. Anapiga injili mpaka hata hakimu anasema wewe unafikiri utaendelea kwa nini? Nafikiri utaendelea tena. Akipigwa nafasi tu anapiga injili. Hazimishi nini? Inamwagika kutoka ndani. Utake usitake, lazima kuna siku ndio siku ya ubaya. Point nyingine ndio hiyo hapa nimesema, uvumilivu wakati wa mateso na kujaribiwa kwa imani yako. Kuna Mungu anakupa uvumilivu. Ukijaa Roho Mtakatifu una neema ya kuvumilia mateso
kuna neema ya kuvumilia majaribu na unashinda. Kwa nini? Kwa sababu umejaa Roho Mtakatifu. Unaona, unakwenda kwenye msiba kumwambia kumfariji mtu aliyefiwa, ukifika pale anaanza kufariji wewe. Yaani mfarijiwa anaanza kufariji. Umeshaona maana yake nini? Roho Mtakatifu ni faraja. Anaachilia faraja. Amani yake haitokana na vinavyoonekana, visivyoonekana. Ndani yake anasikia umeshikwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Washangaa huyu, kuna mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa amepanga semina hapa Tanzania. Nani sifa kama jina anaitwa Makasege. Alafu amepanga semina na wanao wamekufa. Kijana mdogo, si mkubwa. Anasema haina shida. Ile maliza semina, alafu kama mambo mazishi. Wasiojaa roho wanasema kuna mkono wa mtu huyu ambao kuna kitu kafanya. Lakini roho anasema huyu jamaa amejaa Roho Mtakatifu. Unaona sasa, mimi hapana. Yaani mwanangu hapa semina hapana. Pale ule semina na kwa msiba. Lakini akasema no problem, relax. Namaliza mambo yangu alafu niende kuimarisha. Amejaa Roho Mtakatifu. Alafu anifahamu na anasema wanafurahi ndugu wapendao sheria kwa hawana wa kwanza. Nyumba yenye furaha ni nyumba iliyojaa Roho Mtakatifu. Wanasimama wanajisikia furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la kwanza lilikuwa limejaa Roho Mtakatifu. Lilipokuwa napigwa ikazidi kuongezeka. Hawajali. Kila tatizo linakuwa fursa, lakini wamejaa Roho Mtakatifu. Ila wewe shingo ndio kuuma. Kwanza imani inaanza kufanya kutetereka. Umejaa Roho Mtakatifu. Ukijaa Roho Mtakatifu hauna mapazo. Sema amen. Yes, angalia Matendo 7:55. Huyu ni Stefano, Matendo 7:55. Stefano anapigwa mawe. Na hapa nisome ili tuishie hapo kwa leo. Yes, tuishie hapo kwa leo. Matendo 7:55. Kumbuka huyu mtu hana hatia, anaitwa Stefano. Hana hatia. Lakini wanamchukua waanze kumpiga mawe. Hivi umeelewa maana yake? Sio kupigwa makofi. Wewe ukipigwa, sio kupigwa. Mchungaji akikwambia tu neno, sivyo? Kama mchungaji wako, toka huko. Mchungaji ana hasira yule. Mchungaji ana roho mbaya. Maana kauli ngumu. Sasa huyu mwanzako alichukuliwa. Halafu sio kupiga maneno wala makofi, bali piga kwa mawe. Na kumbuka ni chuki ya ndani, chuki ya kanisa, kwa anapiga kuua. Hajakasa wala jicho, hajakasa hana kumtetea. Alafu yeye anasema, sikiliza hiyo 55. Anasema lakini yeye sema akijaa Roho Mtakatifu. Stefano anasema akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akamuona utukufu wa nani? Akijaa Roho Mtakatifu. Anasema akamuona Yesu akisimama upande wa mkono wake. Kwa nini? Yesu siku zote maandiko yanasema anaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini siku ile wakati Stefano apigwa mawe, alafu kwa wasamehe maana hawajui walilala, wanazidi kumpiga, sema akakaza macho yake kisharo ndani. Siku ile Yesu akasema no, this is emergency. Akasimama. Asema akamwona akiwa ndani amesimama. Sema amen. Sema amen. Tamani kumfanya Yesu asimame kwa sababu yako. Yesu anakaa, lakini akasema no, this is special. Akasimama. Haya amejaa Roho Mtakatifu. Imagine kama ingekuwa Stefano hakujaa Roho Mtakatifu. Laana ambazo angezitoa pale si za kiwango hichi. Kwa sababu wewe ulitukana tu ukasema hunijui, hunijui Mungu wangu. Mungu wangu ni moto la. Utamwona Mungu wangu. Huyo alipigwa mawe. Asema akamwona Baba, anamuona Mungu. Hapa akasema tazama, naona mbingu zimefunguka
na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Anasikia jambo la kurukaruka, maana mwana wa Adamu amesimama ayaka. Because of me, Yesu amesimama. Anasema wakapigana kwa sauti kuu, wakazima masikio yao, wakamfurikia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, nao wamshakili wakaweka nguo zao mbinguni kwa kijana mmoja aitwaye Sauli ambaye baadaye kwa Paulo. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Baba Yesu, pokea roho yangu. Receive my spirit. Unto you I commit my spirit. Maneno yale ambayo Yesu aliyatamka msalabani, akipigwa, akitukana, akasema, Baba wasamehe bana waliolala. Alipolala ndio akasema, I commit my spirit unto you. Tatizo gani na kusumbua mpaka unatamani kushake? What is that is shaking you? Tatizo dogo, mauzi ya kawaida, mume, mke, biashara, kazini, mshirika mwenzako, umesikia vibaya unavyokuachilia, ni ishara ya Roho Mtakatifu. Aliyejaa Roho Mtakatifu anasikia furiko ndani. Ni mito ya maji iliyo hai inatoka ndani yake, anasikia furaha. Wakisema kuhusu vile kwa Baba, anasema namuona mwana wa Adamu, namuona Yesu amesimama ndani yangu. Simama pale ulipo. Atabani mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie. Sitaki kuwa kawaida. Sitaki kuwa kawaida. Muda wetu umeisha, tunatamani tu mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie, nisiwe mtu wa kawaida. Nijaze nguvu zako, nijaze uweza wako. Hadi kushete beheri ya bamba roho esiamata. Angalia, amani na furaha isiyo katika. Unakuwa na amani na furaha isiyo katika, isiyoisha ukijaa Roho Mtakatifu. Na hili Matendo 12 na Warumi 10:13. Wathesalonike wa kwanza 1:6. Unasikia furaha isiyoisha ndani yako. Maana furaha yako haitokani na wanadamu, haitokani na mazingira. Furaha yako iko ndani. Nilikwambia wakiwacha upweke yako, unakuwa peke yako lakini hauko mpweke. Roho Mtakatifu ni rafiki wa karibu. Yeye anaitwa mfariji. Anaachilia mujiko ndani yako. Yesu niko nalo juu. Halafu mwambie maneno mazuri. Roho Mtakatifu mwambie, nakushukuru kwa kuwa uko ndani yangu. Na nijaze nguvu zako, nisibaki jinsi nilivyo.